Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Costa TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Naam, mtazamaji wa Costa TV, habari za kwako, hapana shaka ujambo, umzima wa afya. Bwana, leo na kuletea taarifa hizi ambazo zinamhusu mchezaji anayekipiga Simba kwa sasa, ni Elie Mpanzu Kibisawala, ambaye kwa sasa mkataba wake umekuwa gumzo, lakini na yale ambayo amefunguka kuhusiana na maisha yake pale Simba. Na je, vipi ana mkataba au ana mkataba? Manake wengi wanasema pengine mkataba wake yupo pale kwa mkopo, na wengi wanasema hana kabisa mkataba, wengi wanasema anao mkataba. Sasa mfahamu kwanza Elie Mpanzu Kibisawala, yeye alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 2002. Ni mchezaji wa soka mwenye uraia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa na urefu wa mita 1.65 na anacheza kama kiungo. Kwa urefu wa mita 1.65 na uzito wa kilo 65, Mpanzu ni mshambuliaji mwenye kasi na haraka zaidi, anayetumia zaidi mguu wa kulia, ikiwemo pamoja pia na wa kushoto anaotumia kwa nguvu ile ile ya mguu wa kulia. Uwezo wake wa kucheza nafasi mbalimbali unamruhusu kucheza kama winga wa kulia au wa kushoto. Na tangu amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, ameonyesha kwa bora zaidi katika mechi ambazo amecheza, na sasa amekuwa gumzo, wengi wakimtaja kama sasa Simba iko mabegani mwake au mikononi mwake, kutokana na ubora wake mkubwa ambao amekuwa akiuonyesha. Amekuwa ni kipenzi cha watu wengi kwelikweli, iwepo mashabiki wa Simba, mashabiki wa klabu ya Yanga, wengi wamemkubali, na imefika hatua sasa mpaka baadhi ya mashabiki wa Yanga wanaanza kuhoji kwamba vipi, kwa nini Yanga labda hawakuhitaji kuweza kupata huduma yake. Sasa amefunguka Elie Mpanzu akizungumza na mwandishi Pablo wa Clown kule nchini Morocco, wakati timu hiyo ya Simba ipo huko kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao wa kwanza wa fainali ya shirikisho barani Afrika CAF dhidi ya RS Berkane tarehe 17 Mei hii. Elie Mpanzu amesema kwamba yeye kwa sasa ni mchezaji wa Simba, na amebainisha tu akieleza waliokuwa wa kwanza kumfata ama kutaka kuhitaji huduma yake ni Yanga na si Simba. Yanga ndio walianza mapema kuonesha nia ya kuweza kutaka huduma ya Elie Mpanzu kwa kupiga simu kadhaa kuhitaji mazungumzo naye na meneja wake, lakini ikaelezwa pia nao baada ya muda kadhaa Simba nao wakaanza kupiga simu kuweza kumtafuta Elie Mpanzu. Kwa hiyo Elie Mpanzu yeye na meneja wake wakakaa na kufikiria, wakaona ni klabu gani sahihi ambayo Elie Mpanzu anaweza kwenda kuitumikia na kutimiza ndoto zake ya uchezaji, kwa sababu anahitaji mataji, anahitaji makombe, anahitaji kufanya vizuri. Basi Elie Mpanzu na meneja wake wakaona kwamba hapana, klabu ambayo yeye atacheza kwa uhuru, lakini vile vile atacheza kwa ubora mkubwa, kwa tafsiri nyingine wanasema klabu aliyoipenda kwenda kuitumikia, basi ni Simba na si Yanga. Hivyo basi ikabidi aingie mkataba na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hoja inakuja, manake wengi walikuwa wanawaza kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye ameuzwa akitokea AS Vita Club, lakini kumbe Elie Mpanzu hajauzwa na klabu ya AS Vita Club. Badala yake kuna klabu moja huko nchini Kongo ndio ambayo imemuuza Elie Mpanzu kutoka huko kwenye klabu hiyo na kwenda Simba. Kwa maana yake sasa hata hiyo AS Vita yenyewe ambayo wengi wanamtaja kama mchezaji wao, Elie Mpanzu hajawa mchezaji wa AS Vita kwa hivi karibuni. Badala yake alikuwa ni mchezaji wa hiyo klabu. Hapo kichuja zaidi utagundua kwamba pengine AS Vita Elie Mpanzu alikuwa kwa mkopo, lakini ipo klabu ambayo ilikuwa inamiliki kutoka huko nchini Kongo DRC. Kwa hiyo sasa mara baada ya Simba kupiga simu kadhaa, na amemtaja pia akisema aliyohusika zaidi kumshawishi Elie Mpanzu kutoa Simba ni Try Again. Yeye ndio ambaye akiwa mwenyekiti wa bodi alionekana akihitaji zaidi huduma ya Elie Mpanzu. Kwa hiyo ikafika hatua kwamba simu zake zimekuwa nyingi, lakini pia amemuonyesha ndoto yake na mafanikio yake atakayoyapata akitoa Simba. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa Elie Mpanzu na management yake, ni meneja wake, wakakubali kwamba sasa kijana nenda kaitumikie klabu ya Simba.
Sasa hapa ndipo kwenye kiini kwamba yes, mara baada ya kutoa Simba, watu wanataka kujua Elie Mpanzu ana mkataba wa miaka mingapi? Kwa mujibu wa Elie Mpanzu akizungumza na mwandishi wa habari huko Morocco, amesema mkataba wake yeye ni wa miaka 2 pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambao amesinya kandarasi. Na sasa hivi tangu ametua kwa Simba, it means that yeye hivi tunavyozungumza ameshaitumikia Simba kwa nusu msimu. Kumbuka ana miaka 2, lakini sasa ameshaiongoza Simba kwa nusu msimu, kwa maana yake mbakisha mkataba wa mwaka 1.5 ambao anaenda kumaliza nao Simba. Kwa ukipiga hesabu hapo kwa haraka maana yake hii ni 2025. Timenda ati kuna 2026, 2027 Elie Mpanzu ndio bado atakuwepo mchezaji wa Simba, na mara baada ya hapo sasa kama kuna klabu nyingine basi iweze kuhitaji huduma yake. Kwa hiki ndicho ambacho tumekuletea kwamba Elie Mpanzu amekiri yeye mwenyewe kwamba ana mkataba wa miaka 2 kuitumikia Simba, na hivi tunavyozungumza ameitumikia Simba kwa nusu msimu, hivyo amebakisha mwaka 1.5 kuweza kuendelea kuwapa furaha watu wa wekundu wa Msimbazi Simba. Hiyo ndio taarifa ambayo tumekuletea kupitia Costa TV. Mchezaji ambaye amekuja anaonekana na kasi, anakubalika, na hata wakati anaingia Simba watu wengi walikuwa wanawaza kwamba huyu mbona sio yule ambaye tulikuwa tunamtegemea alikuwa akicheza AS Vita Club, lakini baadaye akaweza kumaster mazingira ya Tanzania na sasa amekiwasha kwelikweli. Achagui uwanja katika shirikisho barani Afrika, naonekana ndio mchezaji mwenye maamuzi makali zaidi, katili zaidi, lakini katika ligi kuu soka Tanzania bara pia amekuwa na ubora mkubwa sana. Lakini ukija kwenye FA CRDB Federation Cup pia anaonekana ni moto sana. Imefika hatua sasa mashabiki ama klabu ya Yanga ikisadikika kwamba nao bado wanahitaji huduma yake, ila yeye mwenyewe kwa sasa amethibitisha yeye ni mchezaji wa Simba na bado atabaki Simba katika ongo yake ama miaka yake hiyo 2 ambayo ataitumikia Simba, ikiwa amebakisha mwaka 1.5 kuitumikia Simba. Kumbuka ni mpaka mwaka 2027 ndipo ambapo Elie Mpanzu mkataba wake utafika tamati. Sasa hapo Simba wataweza kuamua je wabaki na Elie Mpanzu ama wamwache aende. Asante. Kama hujasubscribe channel yetu ya Costa TV, basi fanya hivyo ili kuendelea kufamilia nasi katika matangazo ambayo tutakuwa kila wakati. Mimi ni mchunguzi wako, niite Jenereta.